Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu, habari motomoto zenye ukweli kutoka Kenya na duniani kote. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, ushawishi wa Linda Mwananchi wazua wasiwasi ndani ya upinzani. Kuimarika kwa ushawishi wa kundi la Linda Mwananchi pamoja na kauli zinazotofautiana kutoka kwa baadhi ya viongozi wake kunazidi kuibua maswali kuhusu mwelekeo wa upinzani huku uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 ukikaribia. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Kundi hilo ambalo linaongozwa na katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna lilianza kama vuguvugu lililolenga kurejesha ushawishi ndani ya chama cha ODM kutoka kwa viongozi wanaoshirikiana na serikali ya Rais William Ruto. Hata hivyo, baada ya miezi kadhaa ya shughuli za kisiasa kote nchini, limeibuka kuwa mojawapo ya makundi yenye mvuto mkubwa hasa miongoni mwa vijana. Umaarufu huo umechochea wito wa baadhi ya viongozi na wafuasi wake kumtaka Bwana Sifuna kuwa sehemu ya tiketi ya urais ya upinzani mwaka wa 2027. Wafuasi wake wanampamba kama sura mpya katika siasa za Kenya, asiyehusishwa na tawala zilizopita na aliye na uwezo wa kuvutia kizazi kipya cha wapiga kura. Kuibuka kwa jina la Sifuna kunatokea wakati ambapo viongozi wengine wakuu wa upinzani tayari wameonyesha nia ya kuwania urais. Wanaotajwa wanajumuisha kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i, kiongozi wa DAP-K Eugene Wamalwa, kiongozi wa People's Liberation Party Martha Karua na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Aidha, taarifa zinaonyesha kuwa baadhi ya viongozi wa Jubilee wanataka Matiang'i awe sehemu ya tiketi ya urais ya upinzani ama kama mgombea mkuu au mgombea mwenza. Mbunge wa Funyula Wilberforce Oundo, ambaye ni mmoja wa viongozi wa Linda Mwananchi, amesema kundi hilo liko tayari kufanya mazungumzo na makundi mengine ya upinzani ili kuunganisha nguvu dhidi ya Rais William Ruto. Hata hivyo, alisisitiza kuwa Edwin Sifuna lazima awe sehemu ya tiketi ya urais. Tuko tayari kufanya mazungumzo na kila mwanasiasa wa upinzani isipokuwa Rais Ruto, lakini kiwango chetu cha chini kabisa ni kwamba mmoja wetu lazima awe kwenye tiketi hiyo na huyo ni Sifuna. Jina lake lazima liwe kwenye karatasi ya kura ya urais, alisema. Kauli hiyo imeongeza mjadala kuhusu nafasi ambayo Sifuna anaweza kutekeleza katika muungano wa upinzani. Huku baadhi ya viongozi wakimtaka agombee urais, wengine wanaona anaweza kuwa mgombea mwenza katika tiketi itakayounganisha upinzani. Mbunge wa Saboti Caleb Hamisi amesema iwapo Sifuna hatakuwa mgombea urais basi angependa amuunge mkono Bwana Maraga. Tunahitaji damu mpya katika siasa za Kenya. Hatuwezi kuendelea kufanya mambo kwa njia ile ile na kutarajia matokeo tofauti. Kama si Sifuna basi Maraga ndiye anayefaa kupewa nafasi, alisema. Hata hivyo, Bwana Hamisi amekuwa akikosolewa kwa kuonekana kutoa ujumbe unaokinzana kisiasa. Wikendi iliyopita alihudhuria mikutano ya viongozi wa muungano wa upinzani unaoongozwa na Kalonzo na Gachagua katika eneo la magharibi mwa Kenya. Akijibu ukosoaji huo, alisema kushiriki kwake hakukuwa ishara ya kumuunga mkono mgombea yeyote bali kulikuwa kuwakaribisha viongozi waliotembelea eneo lake. Nilikuwa tu mwenyeji wao katika eneo langu, bado naamini upinzani unapasa kuunga mkono sura mpya. Kundi la Linda Mwananchi sasa limepanga msururu wa mkutano ya kisiasa katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Mikutano hiyo inatarajiwa kufika zaidi ya kaunti 24 kabla ya tamko kubwa la kisiasa litakalotolewa Septemba jijini Nairobi. Gavana wa Siaya James Orengo amesema viongozi wa kundi hilo wanaendelea na mikakati ya kuimarisha shughuli zao za kisiasa katika miezi ijayo. Kwa mujibu wake, lengo ni kuwasikiliza wananchi na kukusanya maoni kuhusu mwelekeo ambao wanataka upinzani uchukue kuelekea uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Seneta wa Vihiga Godfrey Osose alisema kundi hilo tayari limefanya ziara katika maeneo mbalimbali ikiwemo Nairobi, Kitengela, Busia, Narok, Kakamega, Vihiga, Kisumu, Mombasa na Machakos. Wikendi iliyopita viongozi hao walifanya mkutano mkubwa mjini Thika ikiwa ni hatua ya kwanza ya kuingia eneo la Mlima Kenya. Osose alisema mikutano mingine imepangwa kufanyika Kisii, Trans Nzoia, Bungoma, Meru, Tharaka Nithi, Kilifi, Kwale, Siaya, Migori na Homa Bay. Kundi hilo pia linapanga kufanya mkutano Eldoret, mji unaochukuliwa kuwa ngome ya kisiasa ya Rais William Ruto. Lengo letu ni kusikiliza wananchi na kupata maoni yao kabla ya kufanya uamuzi kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa mwaka 2027. Mkutano wa Nairobi mwezi Septemba utakuwa muhimu sana kwa sababu hapo ndipo tutatangaza rasmi ajenda yetu, alisema Osose.
Wakati huo huo, mazungumzo kuhusu uwezekano wa ushirikiano kati ya Linda Mwananchi na muungano wa upinzani unaoongozwa na Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua unaendelea kushika kasi. Katika mikutano ya hivi majuzi, viongozi wa pande zote mbili wameashiria uwezekano wa kufanya kazi pamoja ili kusimamisha mgombea mmoja wa urais dhidi ya Rais William Ruto. Ingawa Edwin Sifuna hajatangaza rasmi iwapo atawania urais au atatafuta muhula mwingine kama seneta wa Nairobi, ushawishi wake unaozidi kuongezeka unamfanya kuwa mmoja wa viongozi wanaotajwa sana katika hesabu za kisiasa za upinzani. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.